Ni kwa namna gani neno la Mungu linaweza kumjenga kijana kuwa imara katika maombi, katika maisha yake ya siku zote. Jambo la kwanza kabisa, kati ya kundi linalowindwa sana na adui ni hili kundi la vijana. Kwa sababu hiyo basi, ili kijana aweze kushinda ama aweze kwenda sawasawa na neno la Mungu, cha kwanza tunaweza tukasoma Zaburi ya 119 na ule mstari wa 9 inayosema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno la Mungu. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii na kulifuata neno lako. Kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya kanisa, taifa na hata jamii kwa ujumla, lakini ndio nguvu kazi ya maisha ya kesho pia. Na adui anajua akifanikiwa kuwa na nguvu ama kulikamata kundi hili kubwa, basi anakuwa amedhoofisha nguvu ya kanisa, amedhoofisha pia nguvu ya jamii na hata kwenye taifa pia. Kwa hiyo nguvu kubwa ya vita inaelekezwa sana kwenye hili kundi. Sasa, ni namna gani kijana anaweza kulinda mapito yake ama kulinda njia yake asikamatwe na adui? Cha kwanza ni neno la Mungu kuwa ndani yake. Neno la Mungu linapokuwa ndani yake litamsaidia kusafisha njia yake na kutembea katika mwenendo ulio mzuri. Kwa sababu akiwa na neno la Mungu ndani yake atapingana na majaribu. Na asipokuwa na neno la Mungu ndani yake hawezi kuyapinga majaribu. Na majaribu mengi katika maisha ya kijana yanamkumba pale anapokuwa hana neno la Mungu. Ila neno la Mungu litamsafishia njia yake na kumlinda dhidi ya dhambi na vishawishi vyote katika maisha yake. Kijana anatakiwa kuwa na neno la Mungu ndani yake, litakuwa kinga kwa majaribu anayokutana nayo. Hata tukisogea tu mbele kwenye hii Zaburi ya 119 tukafika ule mstari wa 105, unasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Kwa hiyo kijana akiwa na neno la Mungu ndani yake litakuwa taa. Neno la Mungu litamuongoza, litakuwa ndani ya kijana, litamuongoza kutembea katika njia sahihi. Lakini pia ili asipotee njia, kijana asiye na neno anapotea haraka sana na kukumbwa na mambo ya ushawishi haraka, maana hana mizizi, hana kinga, hana kitu kinachomuongoza. Lakini neno tumeambiwa hapa ni neno lako ni taa ya miguu yangu, litampitisha mahali sahihi, litamuongoza kwenye nguvu, na ndani yake hataweza kukamatwa ovyo, atakuwa na mzizi wa kusimamia. Kwa hiyo kila upepo utakapoinuka, kijana aliye na neno hautampeperusha, maana yuko imara. Yesu mwenyewe akiwa kijana alishikwa na majaribu, alishinda majaribu kwa neno. Yesu alipokuwa kijana, yeye alishinda majaribu kwa neno. Hakushinda hivi hivi, alimshinda shetani kwa neno. Ukisoma kuanzia ile Mathayo mlango wa 4 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 11, hii habari inatuonyesha kabisa Yesu alipopandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 usiku na mchana, na mwisho aliona njaa. Lakini mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kama Yesu asingekuwa na neno, asingeweza kushinda hilo jaribu, lakini aliweza kushinda. Na leo hili jaribu lipo kwa vijana, jaribu la njaa, jaribu la fedha, jaribu la vishawishi mbalimbali. Kama huna neno ndani, utayumbishwa tu. Lakini kama neno lako la Mungu liko ndani, limeikaa sawa sawa, lazima tu adui utamshinda. Lakini bado ukiweza kuisoma hii habari, utaona adui hakuishia hapo. Ile kwamba una neno moja, haliogopi, anataka kukupima zaidi. Anasema kisha akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa,
atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Shetani naye analijua neno kwamba ni kweli, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, kwamba imeandikwa malaika zake ataagiza malaika Mungu ili wakulinde. Anajua kabisa shetani. Na Yesu akamwambia tena, imeandikwa, simjaribu Bwana Mungu wako. Kama asingekuwa na neno, Yesu hapa angeyumba. Kwa hiyo katika ujana wake na yeye alipita katika majaribu, lakini alimshinda shetani kwa neno. Kwa hiyo kijana akiwa na neno ndani yake anakuwa mshindi. Kijana anayekaa kwenye neno muda mwingi hukua kiroho na kuwa imara ndani yake. Kijana yoyote anayekaa ndani ya neno anakuwa kiroho, na ndani yake huyu mtu anakuwa imara, anakuwa na mizizi, haiwezi kuyumbishwa ovyo. Jaribu linapokuja anakuwa na neno la kusimamia. Siri ya ushindi kwa vijana ni neno. Kama hauna neno utayumbishwa tu. Kwa hiyo kijana na neno hauwezi kumtofautisha. Mahali alipo kijana, neno lazima limlinde tu, kwa sababu kule mwanzo nimesema kundi linalotafutwa na adui na kuwindwa ni hili kundi la vijana, sababu anajua vijana wana nguvu, vijana wana uwezo wa kufanya mambo makubwa kabisa. Kwa hiyo siri ya kijana ni neno. Biblia inasema, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Anawaandikia kina baba kwa sababu wamemjua yeye aliye tangu mwanzo. Walimjua wapi? Walimjua wakiwa vijana. Lakini anasema pia, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Anawaandikia vijana kwa sababu tuna nguvu. Vijana wana nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yao. Neno la Mungu linakaa ndani yao kwa sababu umri wa kuwa kijana ndio umri akili inafanya kazi, inachemka, inaweza kukamata, inaweza kushika na kutunza. Na anasema neno linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Tunamshinda mwovu kwa kupitia neno. Kwa hiyo kijana asiye na neno la Mungu anaishi bila malengo, na wala hawi na mwelekeo wa kweli. Anayumba sana, hana utulivu, anaanguka kirahisi sana kiroho kwa sababu hana mizizi ya neno la Mungu. Lakini pia tunataka kuona jambo lingine hapa, ni kwa namna gani basi neno la Mungu linaweza kumjenga kijana kuwa imara katika maamuzi yake ya maisha. Ni kwa namna gani neno la Mungu linaweza likamjenga kijana na kuwa imara katika maamuzi yake ya kimaisha. Hebu tuangalie lile neno la kitabu hiki cha Warumi mlango wa 12 na ule mstari wetu wa 2. Biblia inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Nitarudia, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Siku zote neno la Mungu hugusa maisha ya mtu kwa ujumla. Linagusa moyo wa mtu. Neno la Mungu linagusa fikra. Neno la Mungu linagusa mtazamo wa mtu. Neno la Mungu pia linagusa nia ya mtu. Kwa hiyo basi litabadili fikra za mtu, hasa kijana. Hata fikiri mambo mabaya. Hivyo huyu kijana maamuzi yake yatakuwa yenye utulivu, hata kurupuka tu. Atakuwa na maamuzi yaliyotulia, yatakuwa ya busara na yenye hekima. Hata hisia zake pia zitatawaliwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu hataweza kuifuatisha namna ya dunia. Na akili yake, mawazo yake, mtazamo wake utageuzwa kufanywa upya, na nia yake itakuwa mpya, mawazo yake yatakuwa mapya yenye kuleta baraka. Anasema atajua, apate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Atajua mapenzi ya Mungu yaliyo mema kupitia neno. Kwa hiyo litamuongoza, litamsaidia kwenye maamuzi. Lakini pia Biblia inaniambia wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Na Roho wa Mungu hawezi kukuongoza pasipo neno. Na kwa hiyo lazima neno liwepo ndani yetu, neno liwepo ndani ya vijana. Nimesema mwanzo, huwezi kumtofautisha kijana na neno. Na ninaweza karudia tena lile neno la Zaburi ya 119
na ule mstari wa 105 inaposema neno la Mungu ni taa, kwa hiyo litamuongoza katika maamuzi yake. Hatapita katika giza, kijana atapita katika nuru, kijana atapita katika mwanga. Maamuzi yake atajua hiki ni sawa na hiki ni hapana, atajua kukataa, atajua kupinga yaliyo mabaya, aende wapi, afanye kipi, kwa wakati gani. Neno litamuongoza kwa sababu ndio taa, ndio mwongozo. Aliye na neno linasimama kama kiongozi ndani yake. Ngoja tuone tena neno hili ambalo liko kwenye kitabu cha Waebrania mlango ule wa 5 na mstari wa 14. Linasema, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Chakula kigumu. Wakati mwingine neno la Mungu ni chakula kigumu, sio chepesi. Na kingekuwa ni chepesi, kila mtu angetamani kula, kila mtu angeweza kula tu vile anavyotaka. Lakini ndio maana kina upinzani. Kwa hiyo chakula hiki kigumu siku zote ni cha watu wazima. Na kijana ana uwezo wa kuwa mzima, mtu mzima ndani yake anapokuwa na neno, ambayo anasema akili zao sasa kupitia hili neno zimezoeshwa kupambanua mema na mabaya. Kwa hiyo neno linapokuwa ndani ya kijana litamsaidia kupambanua ili jambo ni jema ama si jema. Kiangalia hali tulio nao kwa sasa, vijana wengi wanakumbwa na maamuzi mabaya kwa sababu hawana neno, hawana kiongozi ndani yao, hawana cha kuwasaidia kupambanua. Kumbe neno ndani ya kijana linamsaidia kupambanua. Na kijana mwenye neno haongozwi na hisia katika kuamua jambo lake la kimaisha. Anakuwa na utulivu ndani yake, anapima matokeo kwanza. Jambo hili nitakapolifanya litanipa matokeo gani? Nini faida, nini hasara? Tofauti kabisa na kijana ambaye hana neno. Akiambiwa twende huku anakwenda, akikurupuka upande wa pili amekurupuka. Lakini aliye na neno linampa kupambanua, kesho yangu ikoje? Nitakapolifanya hili jambo, kesho yangu ikoje? Nitakapofanya leo, sitaishia kuwa kijana tu. Kesho nitakuwa baba, kesho nitakuwa mama, kesho nitakuwa kiongozi. Itakuwaje? Kwa hiyo neno lina nguvu ya kumpa mtu kupambanua jema na baya ndani yake, kwa sababu na hiyo kazi kama tulivyolisoma hapa tumeona. Hatuna muda wa kutafakari neno mchana wala usiku. Unakuta mchana mtu anatafakari mambo yake, mapenzi, anatafakari mahusiano, anatafakari nyimbo za dunia, anatafakari mambo mengine kabisa. Na usiku pia ndio muda wake wa kulala, ndio muda wa kuhangaika na mitandao mbalimbali, ndio muda wa kuhangaika na mambo ya starehe ya duniani. Lakini hapa Mungu anamwambia Yoshua, hapana, yatafakari maneno yake mchana na usiku, ili sasa anasema upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako. Maana yake maamuzi yako, mambo yako, maisha yako, jambo lako linafanikiwa kupitia neno. Anasema ndipo utakapostawi sana. Kwa hiyo kumbe kustawi kwa vijana kunatokana na neno linapokuwa ndani yao. Maamuzi ya kijana huwa imara sana pale linapokuwepo neno ndani yake. Linamjenga ama linamjengea msingi imara. Hata tikiswa huyu kijana, hata kama ingekuwaje, amejengwa kwenye neno la Mungu. Lakini pia huyu anakuwa na msingi imara, hawezi kutikiswa ovyo, kwa sababu neno litamstawisha. Hata akidanganywa, hata akiambiwa jambo lolote, hawezi kukengeuka, kwa sababu neno linamuongoza, linamfanikisha, linampeleka kila mahali. Ingawa sasa dunia iliyopo watu wengi hawaamini kwamba neno linaweza likawafanikisha, kulingana na yale ambayo tumeyaamini, kulingana na yale ambayo tunayasikia siku kwa siku. Lakini neno linasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Neno la Mungu ni mwamba. Ninamshukuru Mungu kwa sababu kijana yeyote aliye ndani ya neno, aliyelishika neno, hawezi kuyumbishwa ovyo, na hao vijana wapo na tumewaona. Na Mungu alibariki neno lake, na Mungu atubariki sisi sote katika jina la Yesu. Amen.